Ni makambi, makambi, makambi. Sikukuu ya vibanda. Msimu mpya wa makambi 2025 umeanza. Moja kwa moja, Matendo Media tulianza safari kutoka Mwanza kuelekea kisiwa cha Ukerewe ambacho kipo ndani ya wilaya ya Ukerewe, mkoa wa Mwanza. Hapa ni Tanzania. Matendo Media tumeanza kung'oa nanga kurusha matangazo haya, tukianza na mtaa wa Maregea uliopo kijiji cha Maregea kilichopo wilaya ya Ukerewe jijini Mwanza. Ukerewe ilikuwa ni miongoni mwa maeneo yaliyotawaliwa na Wajerumani mwishoni mwa karne ya 19, na mwisho wa vita ya kwanza ya dunia Waingereza walichukua nafasi hii. Ni katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa Tanzania, kama ilivyo hata Ukerewe ipo kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kwa kuwa Matendo Media tupo hapa kukuletea matangazo mubashara kuhusiana na sikukuu za vibanda, tutakujuza kiundani zaidi kuhusiana na makambi, lakini tutagusia pia hata kijiji hiki cha Maregea. Kijiji cha Maregea kipo ndani ya wilaya ya Ukerewe, ambapo mji mkuu au makao makuu ya wilaya hii ya Ukerewe yapo Nansio, ambapo Nansio ni ukingoni kabisa mwa ziwa Victoria, au unaweza kusema bandari. Kijiji hiki ni miongoni mwa vijiji vilivyopo katika wilaya hii ya Ukerewe ambacho kinahusika na mambo mbalimbali ya kijamii. Wanakijiji hawa wanajishughulisha na shughuli mbalimbali kama kilimo, ufugaji na uvuvi. Hapa kilimo cha mihogo pamoja na ndizi vinapatikana kwa wingi zaidi. Kijiji hiki cha Maregea kinanufaika na mradi mkubwa wa maji safi na salama ambao unachukua takriban lita milioni 3, ambapo maji haya yanawasaidia watu wa kijiji hiki cha Maregea kuweza kutumia. Na hata kanisa hili la Maregea lipo karibu kabisa na mradi huu wa maji ambao ni takriban mita 50 mpaka 100 hivi kutoka kanisani mpaka kwenye mradi huu wa maji. Tulifika katika eneo la mkutano, ambapo mkutano huu au makambi haya yanaundwa na makanisa 8 pamoja na makundi 4, yaani ni jumla ya 12. Tulifika na kukuta maandalizi yanaendelea. Mkutano umepambwa kwa nakshi nzuri kabisa, muonekano wa makambi. Vipindi viliendelea, watu walihusika vyema, watu walijitoa kikamilifu katika makambi haya. Kama ujuavyo, makambi ya vijijini mara nyingi huwa ni tofauti na makambi ya mjini. Mjini watu wengi huwa hawakambiki sana, lakini vijijini zaidi ya 90% huwa wanakambika, na utaona hapa namna ambavyo wamekambika. Wameweka mahema, na hata utaona kila maandalizi ya kukambika na sifa ya ukambikaji utaiona katika kambi hili. Ladha na muonekano halisi wa makambi yuko hapa. Hata mafiga namna walivyotengeneza. Kipindi kinachohusu masuala ya usalama. Viongozi wa usalama kutoka wilayani walikuja katika mkutano huu wa sikukuu za vibanda kutoa semina na maelekezo mbalimbali ambayo wananchi wanapaswa kuyazingatia ili kuhakikisha wanakuwa salama zaidi. Sheria inasemaje kuhusu watu hawa ambao ni watani
kwamba wamemkatili kwa jinsi hiyo kama nilivyouliza. Sheria inasemaje kwa watani? Wewe ni mwema wakati wote. Jamani, sheria haiangalii utani. Na hata amri za Mungu haziangalii utani kwamba naenda kumuua mtani, naenda kuzini na mtani. Sheria za Mungu haziko hivyo. Vipindi viliendelea vyema. Kusagana mke kwa mke. Hii ni kusagana kwa namna gani? Kusagana kwa wanawake, mnashikana mnanyonyana au unamshika huko unamkuta mwenzako mpaka anafikia ile hali kama ile ambayo analala na mwanaume. Kosa. Ndio maana ya kusagana. Hivi ninyi ni watu wapi hata mjui? Kwamba ukifika polisi kwa wakati ndani ya masaa mangapi? 72 mtu amebakwa. Sisi tunaamini kwamba aliyekubaka tunaamini ana maambukizi ya HIV. Tutakupeleka sisi hospitali. Ukifika ndani ya masaa 72 pale kituoni tupo maafisa wa dawati. Tuna jinsia zote mbili. Tupo askari wa kike na askari wa kiume. Kama atakuja mhanga wa tukio la ukatili wa kingono wa kiume, atasindikizwa hospitali na askari wa kiume. Kama atakuja wa kike, atapelekwa hospitali na askari wa kike. Katika mtaa huu kulitokea msiba. Mmoja kati ya washiriki wa kanisa hili la Malegea alipoteza maisha siku ya Jumatano katika miongoni mwa siku zile 7 za makambi. Alifariki wana mkutano siku ya Alhamisi. Wote walishuka eneo la msiba kwa ajili ya kwenda kutoa faraja. Anasumbuliwa na ugonjwa wa figo pamoja na ini. Inasemekana kijana huyu alifariki akiwa na umri wa miaka 31, ambaye aliwahi kuhusika katika majukumu mbalimbali ya kanisa, ikiwa ni pamoja na kuwa mwalimu wa kwaya, kuwa master guide mafunzoni, kuwa mwalimu wa watoto. Tutakapokuwa katika eneo hili, kabla tujaimba wimbo wa kufungua, nitaandika kwaya ya Kilimanjaro. Wanakambi walienda katika familia hiyo na kutoa faraja. Na baada ya hapo basi, wanamkutano ama wanakambi walirejea kambini kwa ajili ya kuendelea na sikukuu za vibanda. Alhamisi jioni vipindi vilipoa kidogo kutokana na namna ambavyo tukio la msiba lilipotokea, na Ijumaa vipindi vikaendelea. Watu tuliendelea kusherehekea sikukuu za vibanda kwa uzuri kabisa. Watu walijitoa kubatizwa. Batizo, njoni tu, njoni. Kwa sehemu ya karibu, Vaa kiatu cha karibu, maana inawezekana. Mungu wetu ni mwema. Namuona kaka yangu anakuja pale kutoka Kilimabuye na rafiki yangu pale. Njoo sehemu ya karibu, toe maisha yako kwa Yesu. Wale ambao mlijitoa jana na wale ambao mnajitoa leo, njoni tu kwa ajili ya kumpokea Yesu, maana inawezekana. Yesu ni mwema. Vaa kiatu cha karibu, uwe mshauri wa kanisa. Takriban watu 30 walibatizwa katika sikukuu hizo za vibanda. Mtaa wa Malegea. Matendo Media tumekuwa tukijitoa kikamilifu kukurushia matangazo haya mubashara sikukuu za vibanda. Endelea kuwa nasi katika msimu huu wa makambi 2025. Weka oda yako mapema kama unahitaji kupata matangazo mubashara ya sikukuu za vibanda. Hapa ndo kwanza tumeanza, na hii ni wiki ya kwanza. Bado tunaendelea kukuletea utume unaopaa. Timu ya watu 5 tulikuwepo katika mtaa huu wa Malegea
kukuletea matangazo mubashara siku za vibanda. Yohana Benjamin, mkurugenzi wa Matendo Media, Charles MJ, cameraman, Samson Grishon, cameraman, Helen Maduhu, presenter, pamoja nami Zefania Lucas. Asante kwa kuwa nasi, nikutakie wakati mwema.